Mwalimu Amosi alikuwa ni mwalimu ambaye ni mzoefu na mbobezi katika ufundishaji. Pia ni mwalimu anayefuata maadili na kuheshimu mila na desturi nzuri za mababu wa zamani. Hivyo basi, siku moja akiwa katika kipindi na wanafunzi wake, aliamua kuwafundisha wanafunzi hao juu ya maamuzi sahihi katika wakati sahihi na kwa mtu sahihi. Mwalimu Amosi aliamua kuyaweka mafundisho yake kwa njia ya masimulizi, kwa kuwa alitambua mtindo huo ni bora zaidi kuliko mtindo wa kawaida. Mwalimu Amosi alianza kwa kusema, dereva mmoja wa treni akiwa katika safari yake kuelekea kwenye stesheni ya mwisho ambapo abiria ndipo wanapaswa kushuka, aliona njia pacha mbele, mmoja kushoto mmoja kulia. Yeye alipaswa kupita njia sahihi ambayo ni ya upande wa kushoto. Akiwa katika kuangalia vizuri, aliona mbele ya barabara hiyo kuna watoto 4 wakicheza, na upande wa kulia aliona mtoto mmoja akicheza. Hivyo aliwaza apite wapi. Akiwa katika mawazo hayo, abiria walimwambia apite upande ambapo anacheza mtoto mmoja, lakini dereva huyu hakuwasikiliza. Yeye alipita upande wa watoto 4. Abiria hao walikuwa na hasira sana na walipiga yowe, wakiashiria kwamba kitendo alichofanya dereva wao hawajapendezwa nacho. Kwa bahati njema ama kwa bahati nzuri, hakukuwa na hata mtoto mmoja aliyeumia wala kufa, kwa kuwa watoto hawa waliwahi kutoka katika reli na hivyo walipona. Treni ilisimama, ndipo abiria walipomvamia dereva na kuanza kumlaumu, huku wengine wakitaka kumpiga, wakiungana na wazazi wa wale watoto 4 pamoja na majirani wa wale watoto 4 ambao walilishuhudia tukio hilo. Ndipo wasaidizi wa dereva huyo walipoingilia kati na kuwaambia abiria ukweli kuwa kama wangejaribu kupita njia ya upande wa kulia, basi abiria wote muda huu wanapoongea na huyu ambaye anawapa habari hizo wangepoteza uhai au kupata majeraha ya kudumu, yaani kuwa walemavu, kwa kuwa ile njia imefungiwa kwa sababu meno ya reli hiyo yameisha. Pia kuna sehemu nyingi zimekatika. Hivyo basi mnakosea kumlaumu dereva ambaye ametumia busara kulinda na kuhatarisha maisha yake. Pia na hawa watoto ambao hawakuwa makini wala wazazi wao hawakujali kuwa watoto wao wanacheza wapi. Ingekuwa wamejali kuona watoto wao wanapocheza, wangewahi kuwatoa kabla hili halijatokea. Ila niwaombe ndugu zangu abiria, nanyi ambao hamuelewi kitu ila mmevamia tu, huyu dereva ametumia busara, na hapo mnapomlaumu hamjui yupo kwenye hali gani. Ni bora mkatulia na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa busara zake ndo zimetuokoa. Aliwaangalia usoni na kuwaambia, ile njia kuna kibango imeonyeshwa kwamba hairuhusiwi kupita. Yawezekana mtoto mmoja aliyekuwa anacheza kule, yeye alisoma na kuona kuwa reli hii ni salama kwa yeye kucheza kwa sababu ni mbovu. Hawa wengine pengine hawakutumia akili zao, wakaamua kucheza kwenye reli ambayo si mbovu, maana yake hawakusoma kile kibango. Watu wote walibakia na soni, yaani aibu usoni mwao, mbele ya dereva huyu ambaye yeye mwenyewe alikuwa anatamani kuongea. Mwalimu Amos aliishia hapo kwa kuwatazama wanafunzi wake ili aone kama wameguswa na kile alichowaambia. Alitamani kujua wanawaza nini katika vichwa vyao. Wanafunzi walionyesha dalili ya kuwa bado walitamani kuendelea kusikiliza nini kinaongelewa. Mwalimu Amos alikaa kimya kuwaangalia tena, ndipo akawaambia, nawapeni kazi sasa. Yaani nataka nyie mbaye uhusika wa dereva huyu ili kesho mniletee majibu. Wewe ungekuwa dereva ungejibu nini hapo? Basi na mimi napenda kusema kuwa Mwalimu Amos anataka kukuambia na wewe unayesikiliza. Hebu fikiri, wewe ndo dereva, ungejibu nini baada ya kuonewa na kutetewa mwishoni? Naomba unipe haya majibu ili niweze kujua cha kutoa baada ya jibu lako. Asante sana, karibu sana.